Katika kipindi hiki cha mvutano mkubwa wa kisiasa na kijeshi Mashariki ya Kati, taifa la Iran limejikuta likipitia mabadiliko makubwa ya uongozi baada ya baadhi ya viongozi wake wakuu kuuawa katika mashambulizi ya mwaka huu kutoka kwa Marekani wakishirikiana na Israel. Hata hivyo, licha ya misukosuko hiyo, bado kuna kundi la viongozi wenye nguvu wanaosimamia usalama na mwelekeo wa nchi hiyo hadi sasa. Na hawa ni baadhi yao ambao bado wanaendelea kuichachafya Marekani. Wa kwanza ni kinara mpya wa uongozi ambaye ni Sayyid Mojtaba Khamenei, mtoto wa aliyekuwa kiongozi mkuu Ali Khamenei aliyechaguliwa kuwa kiongozi mkuu mapema Machi 2026, akirithi nafasi hiyo katika mazingira ya taharuki. Kwa muda mrefu, Mojtaba alikuwa akifanya kazi nyuma ya pazia, akijenga ushawishi mkubwa kwa ndani ya vyombo vya usalama na ujasusi. Ingawa hakuwahi kushika nafasi rasmi ya juu serikalini, alionekana tayari kuwa mrithi wa baba yake, jambo lililozua mjadala mkali, hasa kutokana na hofu ya kuanzishwa kwa mfumo wa kifamilia ndani ya mapinduzi yaliyoanzishwa kupinga utawala wa kifalme. Pembeni yake yupo Sayyid Ali Asghari Hejaz. Huyu ni mmoja ya watu wa karibu zaidi wa uongozi wa juu, akiwa na historia ndefu katika vyombo vya ujasusi tangu baada ya mapinduzi ya Iran ya mwaka 1979. Hejaz amekuwa kiungo muhimu kati ya viongozi wa kisiasa, kidini na vyombo vya usalama. Anaaminika kuwa msimamizi mkuu wa uratibu wa taarifa za siri na utekelezaji wa maamuzi ya juu ya serikali. Katika upande wa usalama wa ndani, Eskandar Momen ameendelea kuwa mhimili muhimu akiwa waziri wa mambo ya ndani tangu mwaka 2024. Amehusika moja kwa moja katika kudhibiti maandamano na kuhakikisha utulivu wa ndani, hata kwa kutumia nguvu kali pale ilipohitajika. Kwa upande wa kijeshi, ushawishi mkubwa unabaki mikononi mwa Yahya Rahim Safavi, kamanda mkongwe wa kikosi cha mapinduzi ya Iran IRGC, ambaye ni mshauri mkuu wa kijeshi wa kiongozi mkuu. Safavi ni miongoni mwa wabunifu wa mikakati ya kijeshi ya Iran, hasa katika kipindi cha vita na migogoro ya kikanda. Nguvu ya kijeshi imeimarishwa zaidi pia chini ya Ahmed Vahid, ambaye aliteuliwa kuwa mkuu wa IRGC mwaka 2026, akiwa na historia ndefu katika operesheni za kijeshi na ujasusi. Vahid amechukuliwa kuwa mmoja wa watu wenye ushawishi mkubwa zaidi katika maamuzi ya vita na usalama wa taifa. Katika ulingo wa siasa za ndani, Mohammad Bagher Ghalibaf ameongoza bunge kwa msimamo mkali, akisaidia kusukuma ajenda za usalama na uthabiti wa serikali. Wakati huo huo, Rais Masoud Pezeshkian, licha ya kuonekana kuwa na mtazamo wa mageuzi, ameendelea kushirikiana na vyombo vya usalama katika kudhibiti migogoro ya ndani. Katika diplomasia ya kimataifa, Abbas Araghchi ndiye uso wa Irani nje ya mipaka yake. Akiwa mwanadiplomasia mwenye uzoefu mkubwa, ana jukumu la kusimamia mahusiano ya Irani na mataifa mengine, hasa wakati huu wa mvutano na nchi za Magharibi. Kwa jumla, licha ya kupoteza baadhi ya viongozi wake wakuu, Irani bado inaongozwa na mtandao imara wa watu wenye ushawishi mkubwa, kuanzia kwa viongozi wa kiroho, wanajeshi hadi wanasiasa wanaoshikilia kwa pamoja mfumo wa dola na kuhakikisha usalama na uendelevu wa taifa hilo katika nyakati ngumu kama hizi.